Bwana Yesu asifiwe. Wakati mzuri ambao waweza kushuka chini ukanyenyekea chini ya mkono wa Mungu ukiomba toba na rehema. Mungu akusafishe moyo wako ili tupakaribie patakatifu pa Bwana. Maana neno lake linasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa uzalimu wala kuapa kwa ila. Ndio maana leo nakuambia usimame mbele za Bwana ukiomba toba na rehema. Waweza kupiga magoti yako, waweza kusema mbele za Mungu. Unaweza kusema ya kwamba mbona mimi sijakosea, nimeishi katika hali nzuri, nimeishi katika hali ya utakatifu. Ndiyo, ni kweli kabisa, lakini kwa namna yoyote unaweza kumkosea Mungu kwa kunena kwako, ukajua umenena sawa sawa, ukajua uko sahihi, kumbe hapana, umekosea. Waweza kumkosea Mungu hata katika kuwaza, katika fikiri, ukajikuta ukafikiria vibaya, ngome za mawazo mabaya zikakuijilia. Ebu waweza kumshukuru Mungu, waweza kuomba rehema mbele za Bwana, hata kwa ajili yako, hata kwa ajili ya familia yako, hata kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mume na mke wako, kwa ajili ya wazazi wako, kwa ajili ya jamaa zako. Yamkini ukufanya huduma ya Mungu katika ukamilifu. Waweza kushuka chini ya mkono wa Mungu ukaomba toba na rehema. Akurehemu hata kwa yale mambo ya siri ambayo hatuwezi kuyaona kwa macho sisi, lakini wewe na Mungu unajua ni nini umekifanya, ni nini umekifanya kwenye maisha ya kwako. Ni wapi umekosea? Waweza kushuka, waweza kushuka, waweza kushuka, waweza kushuka, waweza kushuka mbele za Bwana. Kuhitaji mkono wa Bwana, ukihitaji damu yake ikapate kukuosha kweli kweli, ikapate kukusafisha. Mungu wetu ni wa rehema, Mungu wetu ni wa rehema. Rehema ni mojawapo ya sifa zake, rehema ni mojawapo ya sifa zake. Mungu wetu ni wa huruma, Mungu wetu ni wa huruma, Mungu wetu ni wa huruma. Aweza kuhitaji huruma yake, aweza kuhitaji huruma yake, huruma yake Mungu akapata kukurehemu na kukuondolea hiyo adhabu inayoambatana na hayo uliyoyafanya. Maana kila makosa, kila dhambi ina adhabu ya kwake, kila dhambi ina adhabu. Hivyo basi waweza kushuka chini ya mikono na miguu ya Mungu ukipakaribia patakatifu kwa rehema, kwa moyo wa 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 rehema. Kwa ajili yako, kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya wazazi wako, kwa ajili ya watoto wako. Ndivyo alivyofanya Ayubu katika maisha ya kwake. Alijua watoto wake wanaweza wasifanye yaliyo mazuri, wakamkufuru Bwana, wakamkufuru Bwana, akatoa sadaka na kuomba toba kwa ajili ya watoto wake. Ndivyo alivyofanya katika maisha yake, nawe ukafanya hivyo kwenye maisha ya kwako. Raba 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 yo raba. Rehema yako Bwana juu ya maisha ya kwetu, rehema yako, rehema. Ukaturehemu Bwana katika uaminifu wako, ukaturehemu Bwana, ukatutakasa Jehova ile rehema yako juu ya maisha yetu, ukaturehemu Bwana. Rehema, rehema juu ya kanisa, rehema juu ya kanisa, rehema juu ya kanisa lako,
rema juu ya kila mmoja kwa nafasi yake. Rema Bwana, rema kwa ajili ya watoto wangu. Rema kwa ajili ya mume wangu, rema kwa ajili ya wazazi wangu, rema Bwana kwa ajili ya watu walioko katika nyumba ya baba yangu. Rema yako Bwana, Bwana. Rema yako Bwana, remu kila mmoja wetu, ukatutakase kwa damu yako ya thamani. Tupakaribie patakatifu pako. Nakupainulia mikono iliyo safi, nakupainulia mikono iliyo safi na mioyo myeupe. Hatuwezi kujihesabia haki Bwana, ukaturehemu kwa wingi wa rehema zako. Umesema katika neno lako Bwana, rehema yako Bwana, rehema yako Mfalme, rehema zako ni mpya kila siku asubuhi, na uaminifu wako ni mkuu wakati wa usiku. Nasi tunahitaji rehema yako Bwana, ukatusamehe Mfalme, ukatusamehe Jehova. Yamkini tumekosa katika kunena, yamkini tumekosa katika matendo, yamkini tumekosa katika namna moja ama nyingine. Bwana, ukapata kutulehemu. Lehemu viungo vya miili yetu, kuanzia miguu hata utosi, mikono yetu we Bwana, ndimi zetu Mfalme, macho yetu yamkini yametazama kwa kutamaa. Reba ya baba basa yoroboda rabase. Baba, tuponye Bwana, tunaomba msamaha kwako. Rama, usiondolee Roho wako Mtakatifu, usituondolee kwa makosa yetu, ya maana tunatubu leo Bwana. Usituondolee Roho wako Mtakatifu, ukatuoshe kwa hisopo, utuoshe kwa sabuni yako Bwana, ukatuoshe kwa damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Yamkini katika mioyo yetu tumejikatia tamaa kwa namna tunavyopita, tumenenda kwa upumbavu kama mke wake Ayubu. Ya papa rabase, rema yako, rema yako Bwana. Hiyo dhambi tuliowafungua kwenye maisha ya kwetu ikaingia katika marango yetu Bwana, ukaturehemu. Yamkini tumetazama hata Daudi alipoacha kwenda vitani, akatazama mwanamke wa Uria akamtamani, ndipo dhambi ilipoingia ndani ya nyumba yake Bwana. Yamkini tumeacha kuomba, yamkini tumeacha kusimama katika nafasi zetu, hata dhambi ikaingia ikapitia madirishani. Bwana, achilia rehema yako, takasa mioyo yetu Bwana. Ukaturehemu. Yamkini ukichungulia ndani ya kanisa, unapochungulia anasimama katika nafasi, anasimama katika sehemu yake. Yamkini tumefanya kazi kwa ulegevu. Bwana, achilia rehema yako, maana neno lako linasema amelaaniwa ifanye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Mungu, achilia rehema yako juu ya kanisa, achilia rehema yako juu yetu Bwana. Hata dhambi sikiria madirishani, hata kama imekwisha kuingia tayari, Mungu tuondolee adhabu yao. Rehema yako Mfalme, rehema. Wewe ni mtakatifu, ukaturehemu Bwana, tupate kukaribia utakatifu. Ukaturehemu Mungu wa haki, ukaturehemu Jehova, ukaturehemu mambo yote ya asili, ukaturehemu. Hakuna tunalokuficha wewe, maana wewe unachunguza yote, hata mawazo yote unayachunguza. Arabasa, unachunguza Bwana, unachunguza
Chunguza mioyo, chunguza mioyo, chunguza mioyo yetu katurehemu. Rehemu mume wangu, rehemu Bwana, rehemu wazazi wangu, rehemu Bwana. Yamkini kuna dhambi imeingia kupitia wao, lakini Bwana tunakusihi, ukaturehemu Bwana, ukatusamehe na kututakasa kweli kweli, ukatusafishe Mungu mkuu. Yeboramasha, rehema yako Bwana Adonai, rehema Bwana, rehema. Tupokee ibada yetu, wakatuwe safi, tuwe na mikono safi na mioyo myeupe. Ukatulehemu kwamba kuna viungo vyaweza kukosea, kumbe kuna viungo na vyenyewe vyaweza kuchafuka. Bwana, achilia rehema kwa kila kiungo, kwa kila kiungo cha mwili wangu, kwa kila kiungo cha mwili wa kanisa, kwa kila kiungo hata kwa dhambi tuliyoijua, hata kwa dhambi ambayo tumeifanya kwa kutokujua. Achilia rehema yako Bwana, achilia rehema yako, achilia rehema yako Mfalme. Yabasa yobona rabasa yokota ramane, rehema yako e Bwana, rehema yako sarama riamana ramasi yoko ramane rebosa. Aweza kumweleza Mungu mambo yote. Unaweza usinieleze mimi, usimweleze jirani yako, lakini mweleze Mungu. Mwambie ni kweli Bwana, hapa nimeteleza, ni kweli nimekosea hapa, ni kweli dhambi imeingia kupitia dirishani kwa ajili ya maisha yangu, kupitia dirishani kwa sababu mimi nilitamani ya baba, kwa sababu mimi nilizungumza hivi, kwa sababu mimi nilisema namna hii, kwa sababu Bwana nilimtendea mtu ambaye sio mazuri, sikufanya wema machoni pako. Waweza kutubu mbele za Bwana, na Bwana ni mwaminifu, atakurehemu asubuhi ya leo. Ndio maana amekupa nafasi nyingine, akijua waweza kutengeneza, akijua waweza kutengeneza. Ndio maana anakupatia nafasi kufanya wema zoea Bwana. Turehemu Bwana Yesu, utusamehe Bwana, Ramase riaba rierere riaba ramande riebo ramara riako rimora riebo raparese rimo riaba rarara riaba rimo rama Rebosha riete ripo rababase ya rapase keribo riepo ramanda ribosha riaba rababase riko rababase riepo rababashe riko rababasa. Rema yako Bwana, rema yako Bwana, huruma yako mfalme wa amani ikaongee ndani ya kanisa Bwana. Rehema yako Mungu atakurehemu, Mungu anakurehemu. Yeye ni mwaminifu, ya paramasa ribobosa raba Mungu akurudishe katika nafasi yako, urudi katika nafasi yako. Ni kwamba ni kweli Bwana nimekosea namna hii, ni kwamba ni kweli nimekosea namna hii, lakini ninakusihi nirejeshe katika nafasi, nipate kurudi katika nafasi. Niyopora babasa nikeketere babosha rikotere babasa
Yeporababasa yokotarabamanda. Baba, tunaomba uturehemu, rehema yako mfalme wa amani, katika jina la Yesu. Yobotarama yobondaramase yepotarama. Dhambi yako yaweza kufanya hata watu wengine kuwaingiza matatizoni. Hata ukimwangalia Yona, hata ukijifunza kwa Yona kwamba namna alivyofanya Yona ili wafanya watu wote waingie katika matatizo. Hata Melikebu ikataka kuangamia, hata Melikebu ikataka kuzama kwa sababu ya mtu mmoja Yona, waweza kusubata kwa ajili ya ndugu yako. Naweza kusema ndugu yangu ndiye aliyetenda hivi, lakini jifunze kwa Yona. Yona alikosea. Melikebu ikataka kupoteza watu maelfu. Hata alipoigundua dhambi yake akasema mwini tupe baharini. Hivyo basi mwambie Bwana kurehemu. Yamkini umekosesha familia yako, umekosesha kanisa, umekosesha ndoa yako, umekosesha watoto wako. Mwambie Bwana kurehemu. Rabasha rikota rabase Baba, huruma yako ribosha ramana yepota ramandiri ribos yapatara rabasha rikora mamandere yaparebos yebondara yabarabaras yepota rabas yeborabarabara yaparaba rababa yepota reba yeporaba yo rababase. Bwana akakurehemu rebosha, kwa sababu imeandikwa mtu atakayewakosesha watu wa Mungu yebosa afungwe jiwe kubwa shingoni mwake akatupe baharini. Yoporababase sarimo riebo narabara araba diebori diababas diekes diar abaserebota yokotaramandaramas ryopotarababase ryopotaramande ryeposaramase. Bwana aweza kukulemu asubuhi, aweza kukufutia hiyo dhambi iliyokaa kwenye marango, arabasherewosa. Hata Daudi alipokosea, alipomtamani mke wa Uria, ndipo siku hiyo ambayo dhambi iliingia katika nyumba yake, hata watoto wake wakaanza kufanya mambo ya ajabu. Yamkini umejitengenezea maadui kwa ajili ya dhambi yako, kwa ajili ya makosa, lakini mwambie Mungu akurehemu. Riyoko salamana. Oh, sai andere yamaramas. Oh, baba shai reketeremona ya baba basi yokoramande yama yebos yabarabashe imara yekete yabaraba yobosi amaramakata yabasi yabarabashe imora. Amkini Mungu akitazama kwenye hiyo ndoa
ambayo Mungu amekupa, kwamba wewe utakuwa kuhani kwenye hiyo familia, au jasimama kwenye nafasi yako. Amekuweka kwamba wewe mwanamke, wewe ndiye kuhani kwenye hiyo nyumba. Wewe ndiye utakayesimama kwenye nafasi yako na hii familia yako ambayo imetoka katika tumbo lako, na watu watakaokaa nyumbani mwako na watanitumikia kupitia nguvu niliyoweka ndani yako, kupitia wa ushuhuda niliyoachilia ndani yako. Akitazama anaona yule mwanamke aliyemwamini, anaona yule mwanaume aliyemwamini, anamwona yule binti aliyemwamini, ajasimama katika zamu yake, ajasimama katika nafasi yake. Riaba raba pase riko raba basha ya bandere ria repo saraba bande. Lakini Mungu akiona, anatazama huyu mtu nimempa watoto, lakini nilimfanya kuwa kuhani kwa watoto wake, kwamba atawafundisha habari zangu, kwamba atawaambia shuhuda zangu. Yomamasa, lakini mbona sioni? Lakini mbona nikitazama, nikichungulia kwenye hiyo familia, mbona huyo mtu yuko bize na mambo yake? Mbona huyu mtu yuko bize na maisha? Mbona huyu mtu yuko bize na namna fulani? Barema mbele za Bwana yopo salama. Yapasa wakati ndio, amkini Mungu amekuata mpaka leo na kukuweka hapa ulipo. Wakati ndio hata usiposimama kwa ajili ya kuokoa uzao wako, kwa ajili ya kuokoa ndoa yako, kwa ajili ya kuokoa familia yako, kwa ajili ya kuokoa nyumba yako, kwa ajili ya kuokoa kanisa, kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya kanisa, wakati ndio usiposimama, Mungu atainua watu wengine kwa namna mwingine. Arabasha Mordekai akamwambia Esther ya kwamba ajui ya kwamba umeingia huko ikulu kwa wakati kama huu. Sasa wewe usipotuokoa, Mungu atatuokoa kwa namna nyingine. Na wewe utangamia. Waweza kuomba rehema kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kaka zako, hata kama unawahubiria hawaelewi. Usikate tamaa. Mungu amekwisha kukuweka wewe ndiye kuhani kwenye hiyo familia, kwenye huo ukoo. Usikate tamaa. Mungu amekuamini na kukupa hizo nguvu ya kwamba utashinda katika hili. Kuna watu niliowakusudia kupitia wewe, lazima ufanye. Maana Yona alipokwenda Kadinawi akakimbilia Tarshishi, Mungu akasema utaenda, unataka hautaki, utaenda. Ni bora uombe nafasi nyingine kama ya Yona, kuliko kupotelea upotevuni na ukaacha kuifanya ile kazi Bwana amekuitia kwayo. Wewe ni rango riaparabasa rienderebabosha riakataraba. Kwa gharama zozote. Yona alienda Ninawi, alienda Bwana akakufadhili. Rieposarabasa rikotarabase basa alienda. Hata kama alikuwa hataki, lakini Bwana alisema utaenda. Unataka utaki, ni bora upate nafasi kama Yona ukatengeneza na Bwana. Obosa yamandiri boss rieposaraba riakarim rieposara riemondaramase riepotarabasha riapatarabasha riemondarababasa rikotarababasha riopotarababasa.
Yomondarabash Ripotarabash Yeketerebosa Yomondarababaski Rikotalamandaramasa Yopotarapatarebos Osalamande Rikolama Likasheke Riepotalama Yoposhalimo Riekenderebosa Riepataraba Oh Sikilimondalabash Lemon Lemon Rikotaramamas Mungu anakupenda, ndio maana anatamani utengeneze na yeye. Ndio maana anatamani utengeneze, kwa sababu kuna kazi bado hujaimaliza, kwa sababu kuna kazi bado hujaifanya, kwa sababu kuna kazi bado haujaikamilisha. Ndio maana anakupa nafasi nyingine tena ya kutengeneza ili kupakaribia patakatifu pake, ili uendelee kuwa na moyo wa kumwabudu yeye. Mungu anajivunia wewe unapomwabudu katika uaminifu. Mungu anajivunia wewe unapomwabudu katika ukamilifu. Mungu anajivunia wewe unapopitia nyakati ngumu lakini haukati tamaa, unapopitia nyakati ambazo usielewi lakini unasema yupo niko ambaye niko. Mungu anajivunia wewe. Mungu anajivunia wewe unapopoteza kitu, unapopoteza kazi, lakini bado unasema Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Mungu anajivunia wewe mwenye misuli ya imani. Yepo salamandarabosh likotarabase emona Tenda kusoma katika kitabu cha Marko 16. Yesu anaishi. Yesu anaishi. Yesu anaishi. Kwenye maisha yako natamani utambue ya kwamba Yesu anaishi. Yesu anaishi. Tusome katika Marko 16 mstari huo wa kwanza, mstari wa pili mpaka mstari wa 4. Nayo inasema, hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kabrini jua lilipochomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakaye tuvilingishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvilingishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikukumbushe ya kwamba Yesu anaishi.
Hawa Mariamu Magdalena na Salome walipoondoka katika kaburi wakaenda kumpaka Yesu mafuta, wakakuta wakawa wanasemezana wao kwa wao kwamba ni nani atakayetuvilingishia lile jiwe, kwa sababu sisi ni wanawake tu, kwa sababu sisi ni wanawake tu dhaifu, kwa sababu sisi hatuna nguvu za kuvilingisha lile jiwe. Ni nani atakayetuvilingishia? Wakasahau ya kwamba Yesu aliwaambia siku ya 3 atafufuka. Nataka nikwambie, Yesu anaishi. Katika kujiuliza kwako kwamba ni nani atakayenitetea katika shida yangu, ni nani atakayenitetea katika nyakati zangu ngumu, ni nani atakayenitetea katika kukosa kazi kwangu, nataka nikwambie Yesu anaishi katika jina la Yesu. Hawa watu walijiuliza ni nani? Walijiona wao hawawezi. Ni nani atakayetuvilingishia? Na walijua lile jiwe ni kubwa mno, wasingeweza kulivilingisha. Lakini hawakutambua kwamba ni majira na wakati ambao Bwana alisema atafufuka. Wakasahau ya kwamba Bwana amekwisha kufufuka. Hii ni siku ambayo alisema. Kwa kijana mmoja akawaambia, mnamtafuta nani? Mnamtafuta mtu aliye hai, mtu ambaye amekwisha kufufuka. Nendeni Galilaya, mtamkuta amekwisha kuwatangulia. Nami leo nataka nikwambie Bwana anaishi. Liambie tatizo lako ya kwamba Bwana anaishi. Haijalishi ni gumu kiasi gani, Bwana anaishi. Haijalishi limekupitisha katika nyakati gani, kwamba mbona mimi siwezi kupita hapa. Liambie hilo tatizo kwamba wewe ni dogo, Mungu wangu ni mkuu kuliko wewe. Mungu wetu anaishi katika jina la Yesu. Haleluya. Ndipo Daudi alipotazama kulia akaona maadui wamemzunguka. Alipotazama kushoto akaona maadui wamemzunguka, wamemshikia malungu na mapanga. Alipotazama kulia akaona maadui wamemzunguka. Alipotazama nyuma akaona maadui wamemzunguka. Daudi akasema, niinue macho yangu. Nimeinua macho yangu nitazame milima, lakini msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wangu usogeze, asilale wala asinzie aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ni mlinzi wako, Bwana ni mlinzi wa kazi yako, Bwana ni mlinzi wa ndoa yako, Bwana ni mlinzi wa huduma yako. Bwana ndiye atakaye kuuisha tena katika jina la Yesu. Sema amina kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Katika kujiuliza kwako, tambua ya kwamba Yesu anaishi. Amekwisha kutoka katika hilo kaburi. Amekwisha kuvilingisha hiyo shida yako. Amekwisha kuvilingisha. Amekwisha kutoa. Amekwisha kulitoa hilo jiwe lililosimama upande wako kwa ajili ya kuzuia hatima, lililosimama katika upande wako kwa ajili ya kuzuia maisha yako, kwa ajili ya kuzuia huduma isipate kustawi. Amekwisha kusimama. Amekwisha kuliondoa hilo jiwe, kulivilingisha. Hauna haja ya kufikiri wala kuwaza. Ninataka nikwambie yupo, hai, anatenda kazi hata sasa kwenye maisha ya muamini katika jina la Yesu. Daudi akasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia zake kwa ajili ya jina lake. Ndio nijapopita katika uvuli wa bonde la mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili vitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele katika jina la Yesu. Haijalishi maadui wamekuzunguka, ambao wamesimama katika malango yako kwa ajili ya kuzuia hatima, ambao wamesimama na kuzunguka kwa ajili ya kuizuia hatima. Hilo jiwe Bwana amekwisha kulivilingisha. Hilo jiwe Bwana amekwisha kulivilingisha. Wale kijana akawaambia wakina Mariamu, mnamtafuta nani? Ndio mimi leo ambaye Bwana amenituma kwamba
nini? Unalia nini? Jiwe limekwisha kuvilingishwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Jiwe limekwisha kuvilingishwa kwa sababu Bwana anaishi. Alisema hatokaa kaburini maishani mote. Ni siku ya 3 tu. Ni siku ya 3 tu. Ndio maana ninakwambia yote yaliisha. Amekwisha kulivilingisha jiwe kwenye maisha ya kwako. Ni wewe tu kutambua ya kwamba jiwe bado lipo au limekwisha kuvilingishwa. Jiwe limekwisha kuvilingishwa kwenye maisha ya kwako. Ni wakati tu wa kupiga hatua. Kama jiwe limekwisha kuvilingishwa na Yesu amekwisha kutupa nguvu za kupenya na kuingia katika hivyo viwanda vinavyotengeneza na kudhalisha mabaya kwenye maisha yako. Kuna viwanda vinaweza kuwa vimetengenezwa kwa ajili ya kudhalisha maovu, kwa ajili ya kudhalisha uovu ndani ya maisha yako, kwa watoto wako, kwa jamaa zako, kwa ndoa yako, kwenye huduma yako, kukurudisha nyuma ili usipate kufanya ile kazi ambayo Bwana amekusudia usimame katika dunia hii, katika jina la Yesu. Bwana amekwisha kulivilingisha. Usijiulize. Ni wakati wa kusimama na kuvaa silaha zote za rohoni, na kuvaa silaha zote za Mungu, na kupenya katika anga, na kupenya huko ambako hatima yako imefungwa, na kupenya maana wewe ni majeshi ya Bwana, na kupenya huko katika jina la Yesu, na kupenya huko na kunyang'anya hatima yako, na kunyang'anya hatima yako, na kunyang'anya hatima yako, na kunyang'anya nyota yako, na kunyang'anya kila kilichoibiwa kwenye maisha ya kwako. Ni wakati wa kusimama na kupenya, kuingia katika marango. Wale waliosimama kwenye marango, ambao wamesimama warinzi kuweka marango kwenye maisha ya kwako kwa ajili ya kuleta uharibifu, kwa ajili ya kuleta uovu, kwa ajili ya kuleta roho ya upagani kwenye familia yako. Ni wakati wa kusimama sasa na kumuita Bwana, kwa sababu yeye anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiangalia mbele unatazama nini? Ukitazama hiyo milima iliyoko mbele yako unasema nini? Ukitazama hao maadui waliokuzunguka unasema nini? Unatambua Bwana anaishi? Unatambua ya kwamba Yesu amekwisha kufufuka? Au unasema ya kwamba mimi ndo nimekwisha habari yangu? Hapana, neno la Bwana linakuja ili lituponye na kutuimarisha tena. Utambue ya kwamba Bwana anaishi, ya kwamba unaweza kurudishwa tena, ya kwamba unaweza kuuishwa tena, ya kwamba unaweza nguvu yako kurudi ya rohoni kama utakapohitaji. Bwana atafanya kwenye maisha ya kwako. Asante Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Ni wakati wa kuliambia hilo tatizo lako ya kwamba Bwana anaishi. Hautonibabaisha wala hautoniangusha wala hautonifanya mimi nisimche Mungu wangu kwa sababu ya wewe. Wewe ni tatizo dogo sana. Yupo Mungu ambaye yeye ni mwaminifu. Yupo Mungu ambaye yeye ni mkuu. Yupo Mungu ambaye yeye ni mkamilifu. Yupo Mungu ambaye anaweza mambo yote. Anaweza mambo yote. Nawe unayeweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, kuanzia sasa nimetambua ya kwamba unaishi. Kuanzia sasa nimejua ya kwamba Bwana unaishi. Hakuna tatizo litakalosimama mbele yangu likanifanya nitoke kwako, kwa sababu nimetambua wewe unaishi. Hakuna marango yatakayofanya kazi kwenye maisha yangu, kwa sababu Bwana wewe unaishi. Kuanzia leo ninayaapisha hayo marango, ninaapisha huo uovu, ninaapisha hiyo ira kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu,
ninaangusha kila uharibifu, ninaangusha kila ngome, ninaangusha kila namna zote za uharibifu kwa jina la Yesu. Haijalishi kuna viwanda vimetengenezwa kwa ajili ya kudhalisha uharibifu kwenye maisha yangu, kwa ajili ya kuangusha watoto wangu, kwa ajili ya kuharibu mume wangu, kwa ajili ya kuharibu mke wangu, kwa ajili ya kuharibu uzao wangu, kwa ajili ya kuniangusha kihuduma, kuanzia leo ninakamata kwa sababu Bwana wewe unaishi. Nenda mbele za Bwana katika jina la Yesu, ukapenye huko, ukafate huko hatima yako, ukafate huko katika jina la Yesu. Katangazie hayo marango ya kuzimu ya kwamba Bwana anaishi, ukayatangazie ya kwamba Bwana anaishi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ya parababase yokotorobosha ya mandarabosha rarabosha yeketererabosha yo rababa yeketerere katika jina la Yesu. Unipishe wewe unayesimama mbele yangu kwa ajili ya kuzuia hatima, pisha kwa jina la Yesu, pisha kwa jina la Yesu, pisha kwa jina la Yesu. Toweka mbele yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yepodororosha yabandarabasa yokotaramanda rabosha yobabasha rababasha yokotarababasa rebos rikondarababasa rebos yobopopora rebos rikatararara yepepepe yopopopapa yopopopapa yepepepe yopo ile roho ya kurudisha nyuma, ile roho ya kurudisha nyuma tunaitangazia Yesu ameshinda na sisi ni washindi zaidi ya washindi. Yopo rababa yepotero ile roho inayofisha huduma yako tunaitangazia roho ya kwamba Bwana anaishi. Rifufuka yepo rababa riko rababa yepo rama seketere yepo sarababa riko taraba yes rebos riko rababa yepo rebos rika rababa yeketerererere yopopopopo penya katika ulimwengu wa roho. Kachukue hatima yako, kachukue ile huduma yako iliyofungwa, yepopopopo ule ufahamu wako uliofungwa, hata usipate kutambua wewe ni nani katika kazi ya Bwana. Yopo raba, hata usipate kutambua wewe ni nani katika ndoa yako, hata usipate kutambua wewe ni nani katika familia yako. Yepo ribosha yepe penya ngoa kwa jina la Yesu. Hayo mapando yaliyopandwa kwa watoto wako, hayo magugu yaliyopandwa kwenye familia yako, hayo magugu yaliyopandwa yapopopopapa yamandarara yosarababa rikotararara yoposekete yapaparebos yeporababa shokorebo yepo tunapenya yesarababa yeporebo yapapapapa yemandarara yokotaraba. Tunapenya huko, tunaenda huko wa kaburini. Yopopopopo rikotarababa yepepepepe. Tunatangaza ya kwamba Bwana anaishi. Sarababa rikotarababa rikosarara. Wewe unayecheza na huduma yangu, wewe unayecheza na kazi ya mikono yangu, wewe unayecheza na watoto wangu, wewe unayecheza repopo, ninakupiga kwa upanga. Ripopopo, malaika wa Bwana akikuangusha chini. Yepopo ribosha riakatakata rimonda rababa yepopopopo riakasekete rebosha yemonda rababa. Nakupiga kwa moto, ninakupiga kwa moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuyeyusha kama upepo, kwa jina la Yesu. Maana unapigana na mimi, unapigana na Mungu. Yapapapapa yepopopopo riekeserebosha riekete. Bwana atapigana na adui zako, Bwana atapigana na wale wanaosimama kwenye maranga yako ya kuzuia baraka zako. Yepopopopo riekesekete. Kemea hiyo roho ambayo ni kama kwa jina la Yesu, ni kama ngome kwenye maisha yako inayo
anayefanya wewe usipate kupokea, wewe usipate kusimama katika uaminifu na ubora, katika jina la Yesu. Yepo rababa rieketerere yapapapa riekeseketerebosh rieketerere yapapapa. Jiachilia kwa Bwana, jiachilia kwa Bwana, jiachilia kwa Bwana. Hizo roho zipate kukutoka katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yepopopopo yakatarara riko sarara yopopopo. Yamkini kuna roho ambayo unashindwa kuiacha kwa sababu shetani ameifanya kuwa hati ya mashitaka kwako. Yaparabababa yepepepepe yomondororo yeposhakara yeketerere rapapapa yeketerere sharabababa sherebo darabasa yokorobabo yepepenya penya. Usihurumie mtu yoyote. Yoporabababa yeketerere yopopopopopo. Usihurumie mtu yoyote. Yapapapa yeketekete yura sikuwa siamema ni adui riabo sharababa riapo. Piga kwa jina la Yesu, piga kwa jina la Yesu. Ponda tunaponda maadui zetu kwa jina la Yesu, kwa jiwe kura pembeni. Ninawaponda tikitiki, ninawasaka tikitiki. Yaparababa yopopopopopo yapapapapa yebenderere shorobobo sharababa yakatarara yeketeketeke yokorobobo sheyabanderere shorobo sharaba yokotarara serere ikorababa kwa jina la Yesu. Yaparebosha yeketerere yependerere yopopopo ikotarabas yaparebose yaba yepeseketerebo yapapapapa yeketerere. Adui tunapiga kwa jina la Yesu. Yapapapa Hiroshima wanalochimba watadumbukia wao. Yepepe yopopo yapapa yepepe liko sarababa shekerebo yepopopo yepopopo. Tunapenya kwa jina la Yesu kwenye hivyo viwanda. Tunapenya kwenye hivyo viwanda, kwenye hayo marambo ya viwanda. Tunapiga hao walinzi, tukishusha upanga wa moto ukatao kuili. Tunafyeka kwenye hivyo viwanda. Wale watenda kazi kwenye hivyo viwanda, wale watenda kazi na hizo mashine, tunapiga shoti kwenye hivyo viringe, yopopopopo yapapapapa yakatakata kwenye hivyo viringe vyao. Tunapiga moto, tunaingiza hasara kuzimu. Yeperererere liko rabababa yakatakatakata rembo derababosha yekereboserebo yapapapapapa yekerebobosha ramana yepopopoposi yoposaraba yeperererebo riko tarabamandrebosha yapapapapa yenderebosarakata yeperebosaraba yeketekete ripo tarabamandrebosha yoporababaseke riko tarararara yopopopopopo riko tarararara yopopopopo. Tunapenya, tunaingiza hasara kuzimu, ingiza hasara. Wanaingiza hasara kwenye maisha yako mara ngapi? Ingiza hasara. Usihurumie adui yako, usihurumie adui yako. Yapapapapa ni moto yopopo yoporaba sararara yokorababa ni moto rao. Tunaingiza hasara. Hizo mashine tunazipiga moto, kuanzia sai katika jina la Yesu. Yapapapapa rikotarababa yenderebosha rikotarara. Anayerudisha maisha yako nyuma, anayerudisha, tunamtangazia ya kwamba Bwana anaishi. Yapopopopo yakarababashe rikotarabase yokoribata riketekete yapase rebosha raba nderereresa yokorebosha rikotakata reketekete. Tunaingiza hasara kuzimu, tunaingiza hasara. Ingiza hasara, lipua hizo mali zao, lipuka kwa jina la Yesu, lipuka kwa jina la Yesu, lipuka. Tunaingiza katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu. Hizo kamera zao za kupigia rada kwenye maisha ya kwako, kila ukitaka kupiga hatua wao wamekwisha kuona. Lipua. Shika moto. Hizo kamera za kupigia rada, hayo macho yaliyoko kwenye utosi, hayo macho yaliyoko kwenye paji la uso, kwenye migongo, lipuka. Shika moto. Shika moto. Ya papa. Shika moto kuanzia sai. Shika moto kuanzia sai. Katika jina la Yesu. Tunaingiza hasara kwa damu ya Yesu. Bomoka. Wewe uliyejenga madhabahu kwenye hanga kwa ajili ya kuzuia kazi ya Bwana. Bomoka. Kwa moto. Tunateketeza, tunaangusha chini hivyo viti vilivyoko kwenye hanga au kuanga. Bomoka. Shika moto. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hayo malango yaliyofunguliwa kwa ajili ya uovu, shika moto. Na watendaji kazi wa kwenye hayo marongo, hayo walinzi, shika moto. Tunapenya kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Hayo malango yaliyosimama kwenye siku, hayo malango yaliyosimama kwenye saa, hayo malango yaliyosimama kwenye miaka, hayo malango yaliyosimama kwenye miezi, shika moto. Malango ya kuturudisha nyuma yananena mabaya juu yetu, shika moto. Tunarejesha mali zetu, tunarejesha watoto wetu, tunarejesha fahamu zetu, tunarejesha akili zetu, tunarejesha penya. Usimwone mtu yote huruma, penya kwenye ulimwengu wa roho. Wao waone huruma kukuangamiza. Penya rababa. Penya huko waliko tunawafata, tumeshikilia mapanga yakatayo kuwili yaliyotoka mbinguni. Tukiwa na jeshi la malaika tunapenya. Rikota ramasa ya papa yeketerere rikota. Tunatuma msako wa malaika, tuma msako kwa jina la Yesu, wakasake vitu vyako kwa ajili ya urejesho. Ya papa yepepepepe ya papa sharababa yeketeketeke yobosa yekerebo sarabababase yeriebosa rabande rebos yapenya ya papa yeketeke. Nimeombea vita ya papa. Usipopambana utapigwa ya papa, kwa sababu tumekwisha kuchokoza kuzimu ya papa. Piga vita, pambana kama Joshua, pambana kama Daudi ya papa. Pia katika jina la Yesu. Wao walipambana katika vita vya mwili, lakini leo tunapambana katika vita vya roho. Ya papa yepepepe. Tunavaa silaha zote za Mungu, tunakanyaga, tunatikisa, mara jina la Yesu linatikisa hata kuzimu. Ya papa yenderebo sarara yekedebo sarara yekede. Ile roho ya kuchelewesha yekerebo sarara yeposhakata rikotarabas yekedegete rikerebos yopopopopo yeketebe. Ile roho ya kuchelewesha, roho ya uajemi sarababa kwenye anga tunapenya yepopoposa yakataka, tunapenya kuanzia sai yobosa ramamandi yokotaka rebo sharaba rikotakata. Tunapenya kuanzia sai yepo tunapiga bereba sharabandara rikotarabas. Angusha chini hivyo viti, angusha chini hizo nafasi. Yepopopo aliyesimama kwenye nafasi yako akazuia wewe usimiliki na kutawala. Yepopo piga. Penya
rikota rababa yekerebosha riketerebos reketerere rapapapa. Hatima yako imewaingizia watu faida, hatima yako imewaingizia watu faida, nyota yako imewaingizia watu faida, wamejipatia kipato kupitia wewe. Kwa jina la Yesu tunakataa, 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 tunakataa kwa jina la Yesu. Lazima tumiliki, lazima tutawala. Yosa riaparebos riekete riap 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 ya huko tunaenda makaburini huko riapapapa, tunafuata hatima zetu riapapapa, tunafuata kazi zetu riapepepe, tunafuata fahamu za watoto wetu riaparebosa rieke. Fuata nyumba yako huko ilikofungiwa, fuata nyumba yako, fuata kazi yako riapapapa riapapa yarasha ramani rikotarara yeperere yokoremosa rikatakata yapaseketere yosarababashi rikotara. Penya kwa jina la Yesu, penya kwa jina la Yesu, penya yopota reketere arabasa. Nyang'anya sio kuomba kwa ustarabu, nyang'anya rieke. Wao wakukuomba, wao walinyang'anya tu, na wao nyang'anya kuanzia sasa, kwa sababu umejua Bwana anaishi, kwa sababu umejua na kutambua ya kwamba anaishi. Ya rababa rieketekete ripopopopopo ya barabasarere yara. Tunaingia huko kwenye kuta rapapapa, tunaziangusha hizo kuta zilizojengwa kwa ajili ya kutuzuia, tunaungusha kwa jina la Yesu. Kama hiyo kuta ya Yeriko ilianguka, wewe ni kuta gani usianguke? Utaanguka kwa sababu tunao utisho wa Bwana. Rapapapa saraba riko tarababa yekerebaba riko. Hizo roho za kurisi zinazozuia hatima yako, hizo roho za kurisi, roho za uharibifu, roho za kurisi za uharibifu, tunaziangusha. Sisi ni warisi pamoja na Kristo. Ya papa yeketekete, tutarisi ya mbinguni, tunarisi ya mbinguni. Haturisi mizimu, haturisi mambo ya ukoo ya uovu kwa jina la Yesu. Kataa kurisi mambo ya uovu, kataa kurisi mambo ya mizimu, kataa kurisi uharibifu kwenye maisha ya kwako na uzao wako. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa kurisi uharibifu, kataa kurisi magonjwa, kataa kurisi eti babu alikufa na ugonjwa huu na mimi nitaumwa ugonjwa huu, kwamba kila baada ya mwaka mtu anakufa. Tunakataa, tunaitangazia hiyo mauti ya kurisi ya kwamba Yesu anaishi, ya kwamba Yesu anaishi. Ya papa ye popo ye kete rikotakata. Hatutojiuliza ni nani atakayetutolea haya mambo ya kurisi. Tunaye anaishi. Yo rababa rebosh rikota rababa ya papa yende rebose rekete rikotaka serendere yo porababasa ya katakata rekete rebosha ya manderes yeketere penya uko yekesekete yoko tandarabosh ya mandarababa yoko sakata yeketekete rikotakata yeketekete rikasakata. Usihurumie adui yako, usihurumie adui yako. Ya papa rikotakata rikosha aujia anayofanya kwako riko raba anakurudisha nyuma. Ya papa yapo saraba rikota. Kata shingo yake unaposema ninakata na katika kweli. Kata shingo yake, kata kwa jina la Yesu. Riko rababa shandarabosa reketekete yopo riabo sarababa terere yapo sarababa yeketekete yokote pamoja. Hizo kuta zilizo mbele yako ambazo zinafanya usipenye kuingia katika hatima yako, kuingia katika njia hadi. Kata pamoja. Walipozunguka mara 7 ndipo ile kuta ikadondoka. Nasi leo kuanzia sai sisi ni washindi katika imani ya Kristo. Ya papa tunapomoa hizo kuta, tunavunja hizo madhabahu za kwa. Ya papa yopo ya bendera bosa ya karebo shere yo hara mama basere ya papa penya huko ya papa penya ya papa
kanyaga kabisa, angamiza. Tawasha, fukuza uovu kwenye maisha yako. Fukuza hiyo roho ya kuchelewesha. Fukuza hiyo roho inayokutenga mbali na Bwana. Fukuza hiyo roho inayosimama kwenye malango yako hata usipate kwa vizuri na Mungu. Fukuza hiyo roho ya upagani kwenye maisha yako. Fukuza hiyo roho ya upagani kwa jina la Yesu kwenye uzao wako. Asante Bwana rabas asaribosh amanda rikete remondara rikorama sekeribosh yes sarabas rikotaraba serebosh. Asante Bwana, asante kwa kuwa ni mwaminifu. Unatusaidia kupigana hii vita. Unatusaidia kupambana hii vita. Unatusaidia kurejesha mali zetu. Unatusaidia kurejesha ndoa zetu. Unatusaidia kurejesha huduma. Rikotaraba sheketeremo diribosa yakaraba rikotara yorosa rababa serererere riboraba serrebosha rikotarabashe yapatarabanderebosi rikosarababase rikotaramande rikosarabashe. Sante Bwana, sante Bwana, sante Roho Mtakatifu, sante mwaminifu. Rikotaramandерebosi